Mara baada ya taarifa na video kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kimeonyesha mtu mwenye mavazi ya kijeshi ama mavazi ya Jeshi la Ulinzi Tanzania JWTZ na kuweza kujitambulisha kama ofisa wa cheo cha kapteni, akitoa wito wa mabadiliko ya kisiasa na uongozi na kulindwa na haki za kibinadamu nchini Tanzania. Na video hii imeweza kwenda viral sana na watu wengi pia wameweza kutoa maoni yao mara baada ya mtu huyo kuweza kutoa takwimu ama tahadhari kuelekea kwa maana taharuki kubwa kuelekea ama mambo makubwa ambayo yatatokea katika uchaguzi wa mwezi Oktoba tarehe 29 mwaka huu, mwaka 2025. Sasa rasmi Jeshi la Tanzania limeweza kutoa taarifa rasmi na kuweza kukanusha kuhusika na siasa nchini Tanzania na harakati pia za mitandaoni. Kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ nchini Tanzania, Kanali Bernard Mlunga, amesema na kutoa ufafanuzi na kutoa taarifa kuwa kumekuwa na baadhi ya watu wanaotumia mitandao kuweka maudhui yanayochochea kuingiza ama kuihusisha Jeshi la Tanzania JWTZ katika masuala mazima ya kisiasa. Hivyo kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ Kanali Bernard Mlunga ameweza kufunguka mengi zaidi mara baada ya video hiyo iliyosambaa mitandaoni ikiweza kumuonesha mmoja kati ya watu ambaye alivalia mavazi ya Jeshi la Ulinzi la Tanzania JWTZ na pia akaweza kujitambulisha kama ofisa wa cheo na kapteni, pia akitoa wito wa mabadiliko ya kisiasa na uongozi na kulindwa kwa haki za kibinadamu nchini Tanzania. Hii hapa full video ambayo nakuachia umsikilize taarifa iliyotolewa na kufafanuliwa zaidi na Kanali Bernard Mlunga, ambaye huyo ni kaimu mkurugenzi wa uhusiano wa habari na uhusiano wa Jeshi la Tanzania JWTZ. Hii ni Yako TV, usiache kusubscribe wa channel, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Mimi naitwa Official Mutra Msonaji, kule Instagram unaweza kunifollow kwa jina moja la Official Mutra Msonaji. Huyu hapa msikilize kaimu mkurugenzi wa habari na mahusiano wa JWTZ bwana Kanali Bernard Mlunga akiweza kutoa taarifa ya kuweza kusambaa kwa video hiyo na kuweza kukanusha kwamba Jeshi la Tanzania limeweza kukanusha kuhusika na siasa za nchi ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, kwa maana ni mwezi huu tarehe 29. Ndugu wananchi, naitwa Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni. Ndugu wananchi, naitwa Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni. Ndugu wananchi, naitwa Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lina utaarifu umma wa Tanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mitandao ya kijamii
kuweka maudhui yanayochochea kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa na jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na wanaharakati. Kwa mantiki hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni.